basi mtu yeyote anayetaka kuchinja lazima zingatie sharti hizi 4. Huyu mnyama unayemchinja, sharti ya kwanza awe katika bahimatul an'am, na bahimatul an'ami ni wanyama 4: ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Sharti ya pili ni lazima awe amefika umri fulani. Ngamia miaka 5, ng'ombe miaka 2, mbuzi mwaka 1. Kondoo basi lazima awe ametimiza miezi 6 kwenda juu. Sharti ya tatu, ulama wanasema ni kwamba lazima huyu mnyama unayemchinja awe mbali na aibu ambaye mnyama huwa nazo. Asiwe chongo, asiwe na pembe moja kama ni mbuzi, asiwe mvunjika mguu, asiwe mgonjwa yaonekana waona tu mbuzi kila saa yachemua. Ila kuna swali hukithiri, ikiwa mnyama nimemweka alama, wafanya ear notching, watoboa masikio kama alama, ama wasmu, waweka alama tatu hivi kuandika alama, hiyo si aibu, hiyo si aibu. Wengine ulama wakasema mbuzi au mnyama ni mchinja sio mwendazimu, lakini mimi sijajua utajuaje mnyama ni mwendazimu, hiyo sijajua utajuaje. Sharti ya 4 ya mwisho ina wakati wake, ina mwanzo na ina mwisho. Anaitaka kuchinja ng'ombe au anaitaka kuchinja ngamia, anaitaka kuchinja kondoo, anaitaka kuchinja mbuzi, ametimiza sharti hizi zote, lakini akachinja nje ya wakati, haikubaliwi. Kwa hivyo mtu yote anayetaka kuchinja, ikiwa yotaka thawabu hizi, achinje baada salati al-Eid, asichinje kabla salati al-Eid. Ulama wanasema ikiwa mwanzo wa kuchinja ni baada salati al-Eid, basi mwisho wa kuchinja itakuwa ayyam at-tashriq, siku ya mwisho tarehe 13, na sisi tunajua siku inaisha wakati jua ikishashuka, basi siku imeisha. Kwa hivyo kabla salati al-maghrib atakana mtu achinje. Ikiwa mtu atachinja baada tarehe 13 akachinja tarehe 14, basi hairuhusiwi, itakuwa si katika udhiya. Na waeleza ya kwamba kuna thawabu kubwa kuchinja, na Rasul sallallahu alaihi wasallam asema anayechinja tarehe 10 baada salati al-Eid katika wanyama na hizi sharti umetimiza, siku hiyo hakuna mtu yamshinda thawabu. Kuchinja ni muhimu kuliko nguo ya Eid ya watoto. La pili, unapochinja wahuisha sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna ya baba yetu Abina Ibrahim alayhi salam.